Habari, karibu kwenye chaneli yetu ya Joint Care Solution, na mimi naitwa Yusufu Marwa, na leo tutazungumza kwa kina kuhusu ugonjwa ambao unasumbua mamilioni ya watu Afrika, lakini pia watu wengi wana ugonjwa huu lakini hawautambui kama au hawajijui kama wana changamoto hii hadi pale hali inakuwa mbaya sana. Tutazungumza kuhusu arthritis. Ukitazama video hii hadi mwisho utaelewa arthritis ni nini hasa, lakini utaelewa dalili za mwanzo unazopaswa kuziangalia, sababu kuu zinazosababisha, lakini pia na suluhisho halisi linaloweza kuponya tatizo hili. Kama video hii itakusaidia, subscribe channel hii na ubonyeze alama ya kengele ili usikose video zetu. Tuanze pamoja. Kabla sijaanza chochote, arthritis ni nini hasa? Watu wengi wanasikia neno arthritis na wanafikiri ni ugonjwa wa mmoja wa wazee tu. Hii si kweli kabisa. Arthritis ni ugonjwa mmoja, si ugonjwa mmoja, lakini ni kundi la magonjwa zaidi ya 100 yanayoathiri joints za mwili wako. Neno hili linatokana na neno la Kigiriki ambalo linamaanisha arthro, maana yake ni joint, lakini itis ambayo maana yake ni uvimbe. Kwa urahisi, arthritis ni uvimbe au kuchakaa kwa joints ya mwili wako. Na ukweli unaoshangaza, arthritis inaweza kuanza hata miaka 25. Sio lazima uwe na umri mkubwa ndio ianze, na watu zaidi ya milioni 2 wanakadiriwa kuwa na tatizo la arthritis, lakini wengi hawajui kwa sababu dalili za mwanzo wanazipuuzia kila siku. Kuna aina kuu mbili za arthritis ambazo zinaathiri watu wengi zaidi, na ni muhimu kuelewa tofauti zao. Aina ya kwanza ni osteoarthritis. Hii ndiyo kawaida zaidi. Osteoarthritis inatokea pale ambapo cartilage, ambayo ni cushion laini inayokaa katikati ya mifupa yako, inapoanza kuchakaa polepole. Hebu fikiria, cartilage ni kama tairi la gari. Ukitumia gari muda mrefu bila kuitunza, tairi inachakaa na cartilage inafanya hivyo hivyo. Mifupa inapoanza kusuguana moja kwa moja bila caution, maumivu yanakuja, na hii inachukua miaka mingi kutokea. Ndiyo maana watu wengi wanajikuta na arthritis, wanakuja kujikuta na hili tatizo la arthritis bila kujua ilikuja lini au ilianza lini. Inaathiri zaidi magoti, nyonga, vidole na mgongo. Aina ya pili ni rheumatoid arthritis. Hii ni aina tofauti kabisa. Rheumatoid arthritis hii ni ugonjwa wa autoimmune. Maana yake mfumo wako wa kinga au kinga za mwili zinashambulia joint zako wewe mwenyewe kwa makosa. Unafikiri joint ni adui na unazidisha mashambulizi. Matokeo yake ni nini? Joints zinawaka, unakuwa unahisi moto kuwaka, zinaumia, lakini zinavimba. Rheumatoid arthritis inaweza kuathiri joints zote mwilini kwa wakati mmoja, na inaweza kuanza hata ukiwa na miaka 30. Wanawake wana hatari mara 3 zaidi ya wanaume katika kupata rheumatoid arthritis. Hebu tuzungumze kuhusu dalili ambazo unaweza kuwa unazipata. Hizi ndizo ishara ambazo mwili wako unakupa kabla arthritis haijawa mbaya zaidi. Dalili ya kwanza ni maumivu ya joints yanayozidi pale unapotembea, lakini unajua hisia hiyo unapoanza kutembea. Yaani unapata yale maumivu ambayo ukiwa unatembea unahisi maumivu kwa mbali, na watu wengi huwa wanayapuuzia. Lakini magoti au joints zingine zinakuwa zinauma kwa dakika chache za kwanza alafu zinapotea. Dalili ya pili, ugumu wa asubuhi. Unaamka joints zimekuwa ngumu, yaani unahisi mwili umekaza, misuli imekaza, joints zako zimekaza, na inachukua nusu saa hadi lisaa zima kupoa. Hii ni ishara kubwa ya arthritis. Na dalili ya tatu, uvimbe au kuona wekundu kwenye joints. Joint inajisikia joto ukiigusa. Hii inaonekana imevimba zaidi ya kawaida. Na dalili ya 4, sauti ya crack
katikati ya joint zako, pale unapokuwa umekunja joint zako au unapokuwa ukipanda ngazi. Unasikia sauti hii au ukisikia sauti hii kwenye joint zako, inamaanisha cartilage zako imeanza kuchoka. Na dalili ya 5 ni kupoteza flexibility. Hapa unashindwa kupinda joints vizuri kama ilivyokuwa awali. Kupanda ngazi, kukaa chini, hata kuvaa viatu inakuwa ni vigumu kwako. Lakini dalili ya 6, uchovu wa mwili wote, hasa rheumatoid arthritis. Mwili wote unajisikia mzito na umechoka hata bila kufanya kazi nzito. Kama una dalili 2 au zaidi ya hizi, tafadhali usipuuzie. Arthritis inatibiwa vizuri ukianza mapema. Swali kubwa ambalo watu wengi wanajiuliza, arthritis inatoka wapi? Sababu ya kwanza, umri na kuchakaa kwa kawaida. Ina maana kadri tunavyozeeka, cartilage inachoka polepole. Hii ni hali ya kawaida, lakini inaweza kupunguzwa sana kutokana na lishe tunayokula. Lakini pia sababu ya pili, uzito mkubwa. Kila kilo moja ya uzito wa ziada inaweka shinikizo kilo 4 kwenye magoti yako. Hebu fikiria, magoti yako yanabeba nini kila hatua? Lakini sababu ya 3, majeraha ya zamani. Kama uliwahi kupata ajali au jeraha la goti, hata ukipona, hatari ya arthritis hiyo joint inaongezeka sana. Lakini sababu ya 4, kukaa sana, kazi za ofisini, kuendesha gari muda mrefu. Cartilage inahitaji mwendo ili iweze kupata lishe. Ukikaa bila mwendo, cartilage inakosa oxygen pamoja na nutrients. Lakini sababu ya 5 ni kukosa lishe sahihi. Calcium, magnesium, vitamin D, zinc pamoja na collagen. Bila hizi mwilini, cartilage na mifupa haiwezi kujiimarisha upya. Lakini sababu ya 6, genetic. Kama familia yako ina historia ya arthritis, wewe pia una hatari kubwa zaidi ya kupata changamoto hii. Lakini hii haimaanishi kwamba lazima upate. Hapana. Lishe sahihi inaweza kukuzuia kupata changamoto hii ya arthritis. Sasa tunakuja sehemu muhimu zaidi la suluhisho la hili tatizo. Ukweli wa kwanza unaohitaji kufahamu ni kwamba arthritis haiponi kabisa, lakini inaweza kudhibitiwa vizuri sana hadi maisha yako yakarudi katika hali ya kawaida au hali uliyokuwa nayo awali. Watu wanaodhani au wanaodhibiti arthritis vizuri wanaendelea kufanya kila kitu, kutembea, kucheza na watoto, kufanya kazi bila maumivu yoyote. Hatua ya kwanza, mabadiliko ya chakula. Kula zaidi samaki wenye omega 3, mboga za kijani, matunda, lakini pia epuka kutumia chumvi nyingi, unga mweupe pamoja na pombe. Kwa nini? Kwa sababu hizi zinazidisha inflammation ya arthritis. Hatua ya pili, fanya mazoezi kama swimming, walking polepole, yoga. Hizi zinasaidia joints bila kuzipa shinikizo kubwa. Mazoezi yanasaidia pia cartilage kupata lishe. Kumbuka, nilisema cartilage inapokea lishe zake kutokana na mwendo tunavyotembea. Vile unavyotembea, cartilage na zenyewe zinapata lishe. Lakini hatua ya 3, pumzika vizuri. Mwili unapona wakati wa kulala. Usingizi mbaya unazidisha arthritis. Lakini hatua ya 4, tumia supplement sahihi, na hapa ndipo mengi yanabadilika. Sisi Joint Care Solution tunabeba au tuna products za aina 2 ambazo zinasaidia sana arthritis kwa njia ya kipekee. Product ya kwanza inaitwa Joint Flex. Hii inaimarisha cartilage ya joints zako, lakini inalainisha joints kwa ndani. Ina maana kupanda ngazi, kutembea, kulala, vyote vinakuwa rahisi zaidi. Lakini product ya pili ambayo tunayo inaitwa Muscle Bone Care. Hii ina ingredients 7 za kipekee. Hii Muscle Bone Care ina ingredients 7. Imagine 7 za kipekee. Ingredient ya kwanza calcium,
magnesium, vitamin D, zinc, boron na L-arginine pamoja na beta-alanine. Hizi zinafanya kazi pamoja kuimarisha mifupa, misuli na cartilage yako kwa kina. Mtu mmoja wa kwetu alikuwa na disc problem ya mgongo. Madaktari walisema ana tatizo kubwa, lakini baada ya kutumia bidhaa hizi alifanya x-ray tena, lakini daktari wake alithibitisha kupitia kipimo kwamba diski yake iko vizuri sasa. Maumivu yalimalizika kabisa na sasa ikabaki kuwa story. Kama una changamoto hii ya arthritis na umehangaika kwa muda mrefu, hakikisha kama wewe au mtu unayempenda anateseka na arthritis, usiendelee kuteseka kimya kimya. Piga simu au DM sisi Joint Care Solution. Namba za mawasiliano yetu ipo kwenye description au hapa chini. Lakini nitakushauri bure kabisa kuhusu hali yako na bidhaa ipi itakayoweza kukufaa zaidi. Kama video hii imekufundisha kitu, tafadhali like, share, lakini subscribe channel hii ili usipitwe na video zingine pamoja na elimu inayofuata. Share video hii na mtu unayempenda anayeteseka na arthritis. Unaweza kubadilisha maisha yake. Tutaonana katika video ijayo. Kaa salama na afya njema. Joint Care Solution, tunajali afya ya viungo vyako.